Nimepata matatizo kuanzia mwezi wa 3 ya hitilafu ya kwangu na mwanamke. Baada ya kuwa amenimwagia tindikali, nikawa nimeenda hospitali katika kituo cha polisi. Basi ili nyinyi kama waandishi wa habari mshawahi kuja nyumbani mkanirekodi, mkanipiga picha, ndio mpaka sasa tumefikia mwafaka ya kugawana mali ambazo zipo. Sasa hivi wako wanajenga nyumba na vitu vingine tulishagawana. Hali kama hiyo nimeona kama mimi nimenyanyasika mno. Basi tu shida kuna jinsi. Kwa nyumba ya yeye ambacho sikulizieni kwa sababu yale alipaswa achukue nyumba upande mmoja, lakini imeuzuriwa yote kwa jumla. Kwa hiyo hapo sikulizika nacho, nikaona nimenyanyasika. Mimi nilikuwa niko hapo, lakini kuna baadhi ya mali sijalizika nazo ambazo tumegawana nazo. Kwa upande wa nyumba iliyobaki kwa upande wa kulia kuna wa kushoto, kwa nyumba ya pili haijezi watu haigawana nyibaki, amedai kama niwaachie wakati sio halali, wakati tulijenga wote. Kiukweli nasemesha ukweli, mimi nikali sijamwangia kabisa, yeye akipeleka maamuzi yeye kama yeye. Nilivyo rudi nikakuta yeye ameshamwangia na niko napiga kelele yeye kama yeye. Yaani iko peke yake. Kwa maana hiyo ulisingiziwa? Mimi nisingiziwa kabisa. Na ganda la risasi vile vile ulisingiziwa? Wenyewe nisingiziwa. Mimi waone kwa sijaliona tangu nizaliwe. Bana kiwa sijui nafanana naye. Kufika umri wa kaka yangu nilio nayo kabisa. Baada baadhi ya mambo familia mbili, lakini katika utekelezaji wa yale tuliyokubaliana tunatambua kwamba kuna mambo mengine yanafanyika kwa maridhiano, kwamba tukikuta kuna jambo ambalo linaleta utata kisheria, tunafahamu kwamba kuna mambo uko kwa mujibu wa sheria, hauna sheria ya kutenganisha mke na mume. Sasa tulitafuta ruling of the meeting ya siku ile kwamba ili kupunguza makali ya mambo ya mikorogano yaliyokuwepo, tukasema dada yetu Regina, yale yanayowezekana ambayo hana kigugumizi nayo tukubaliane nao, lakini yale ambayo pia yako kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kwa mfano kama hapa usione nyumba zinaezuliwa, na mambo yalijitokeza kusana jengo hili. Jengo hili wamekubaliana kugawana vitu, milango, madirisha, mabati, lakini bado kuna mgogoro kuhusu kiwanja. Sasa sisi tukasema kwa kuwa kwenye kikao kile zilionekana barua ambazo zinaonekana zimegushiwa, zinamaliza viongozi, kuna mashahidi waliotafutwa wasiohusika, wale waliokuwa wanahusika wakawekwa pembeni. Sisi tukasema kwa kuwa ukoo sio sheria, tukubaliane na jengo litoke, lakini by after this time dada yetu aende kwenye sheria tu. Baada ya hapo ilibidi tuende kituo cha polisi kuhakikisha tunafanyaje, lakini hii hatunayoiona yote, maana yake tunaifanya si kwamba ukoo uliamua wenyewe, bali ukoo ulikuja kujadili swala ambalo limeelekezwa na kituo cha polisi tayari. Baada ya tukio hilo kulipotoa polisi, yule mama licha ya kwamba inasemekana anadai kwamba hakuhusika, lakini bado alifika polisi. Hakuna askari wala mgambo wala mwananchi yeyote aliyehusika kumpeleka mama kituo cha polisi. Baada ya kutenda tukio hilo, yeye mwenyewe aliakiti na kufahamu kwamba amefanya tukio baya na la kutisha, pengine akiwa anahisi labda atakuwa amefanya mauaji, alijipeleka mwenyewe polisi. Kwa baada ya kujipeleka polisi, tunamtoa mzee hospitali, tunaenda kuripoti polisi. Kama alivyoripotiwa mara ya kwanza, tunamkuta mama yupo kituo cha polisi. Wanasema mama mnayemtaja ni nani? Si ndio yeye hapo, tukamkuta kwa polisi. Basi ikabidi tukaenda tukakaa kwa OCD. Tulivyokaa kwa OCD wote wawili, baada ya mazungumzo yao mengi kuzungumzwa na jinsi tukio lilivyotokea, walisema kwamba hatua aliyoifikia kama ni hiyo, basi tayari hawawezi kuishi pamoja wote kwa pamoja. Basi kwa mamlaka OCD ile naye akasema kwa kuwa nyinyi mmekubaliana wenyewe na hamuhitaji mfike mbali, hamtaamua kuachana nyinyi wenyewe, bali mzishirikishe familia pande zote zenu, upande wa baba na upande wa mama, lakini na ukoo pia weke agreement kwamba hili swala limewafikia. Ndipo OCD akatoa mamlaka ama maelekezo kwa baadhi ya viongozi kama mwenyekiti wa kijiji, afisa mtendaji na viongozi wengine wanaozuka maeneo haya kuja kusimamia swala hususan la matibabu ya mzee, lakini pia na haya matakwa waliokubaliana pamoja kwamba yafanyike. Baadaye tukaondoka tukaenda kwa mkuu wa kituo
Ndio baadaye tukakaa kama kikao, wakatushauri tena, wakauliza baadhi ya mwanaukoo aliyekuwepo pale, kwa haya yaliyofanyika, ninyi kama ninyi mnaweza mkamuaje? Mwanaukoo aliyekuwepo akasema hivi, kuliko hawa kuendelea kufanya matukio ambayo baadaye watauana, aheri watengane kwa kugawana mali. Na polisi kweli wakawa wameridhika yale maelezo, na baadaye kumbe kulikuwepo na vikao vya maandalizi ya ukoo. Wakasema kwamba nendeni mkafanye vikao vyenu vya ukoo, mtakapomaliza mlete maridhiano jinsi mlivyoridhiana, na uhakika uliopo ndio maelezo yanayoendelea au ndio kitu kinachoendelea kufanyika mahali hapa. Mimi nashukuru kwanza ukoo huu hapa kwa jinsi ambavyo wamefanya maamuzi kwa pamoja. Haya mambo mengine wanaoendelea kuyasema, mara hawajaridhika, mara hawajafanyaje, naweza nikasema kwamba ni wanaenda tofauti na makubaliano ya wanaukoo kwa ujumla au na polisi kwa ujumla. Tukaona sasa hawa watu kwa sababu wamefikia habari za kuuana, tukaona waachane. Sasa katika kuachana wataachanaje? Pale tukaazimia vile walivyotafuta wote wavigawani, na vile ambavyo wamevikuta basi vitabaki ni mali ya mzee. Sasa ndio maana wamegawana mashamba ya maharage waliokuwa wamelima, mahindi wakaamua yamtibishe mzee kwa majeraha aliyokuwa wamempa, ambavyo mpaka sasa hivi anaendelea kwenda check up, kwa sababu mpaka sasa hivi kwenye kama upande jua likiwaka sana haoni. Kwa hiyo check up bado inaendelea. Lakini sasa kwa kile tulicho ukoo ulivyoazimia, akasema nyumba kubwa ambao wamejenga wote waigawane, ambao ndio hii hapa sasa mnaona imezuliwa na madirisha na milango yanatolewa. Nyumba ambayo wamejenga sasa na bati wakaezeka kutoka kwa nyumba ya bi mkubwa, hiyo iendelee kuwepo, kwa sababu walichoezekea sio mali yao. Kwa hiyo kutokana na jinsi nilivyosikia upande wa mama ambao nasema eti hawajaridhia, wakaingiza sijui swala la mashamba, sisi kama ukoo ndio maana tulivyoenda polisi wakasema nyinyi ukoo mlikofikisha panatosha. Kwa yule ambaye atakuwa hajaridhika aende mahakamani aombe madai zaidi. Kwa na mimi hawa nawaambia waende mahakamani kwa yoyote yule, awe ni mzee hajaridhia aende mahakamani, awe ni mama hajaridhia aende mahakamani.